Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. So sisi tumekaliwa na Roho wa Mungu, maana sisi ni wanani? Wa Kristo. Haya, Yakobo 4:1-3. Yakobo 4:1 inasema, vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. So anaposema hizo, anapozungumzia tamaa, maanake ni kwa sababu kunapatikana wivu, chuki, kutosamee ubaya, kunena mabaya na mambo kama haya. Haleluya. Yanasalishwa katika tamaa ambazo zinatoka kwenye nia ya mtu ama katika moyo wa mtu. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vitu na kupigana, vita na kupigana, wala hamna kitu. Kwa kuwa hamuombi. Haleluya. So hapa tulisema azungumzie maombi, si ndio? Azungumzie maombi. Anazungumzia ana maana, anafundisha kila kinasalishwa kutoka kwa hao watu ni nje kabisa na asili yao. Nje kabisa na asili yao. So alikuwa anarejelea moja kwa moja mwenendo wao. Haleluya. Kwenye umesoma Yakobo 4:1-3, alikuwa anaongelea mwenendo wao ambao ulikuwa mwenendo wa wivu, chuki, kunena vibaya, kila tendo baya baina ya mmoja na mwingine, ambao hutoka katika tamaa zao walisopata kutoka katika mfumo wa ulimwengu. Haleluya. So Yakobo, kwenye tunasoma Yakobo 4:1-3, alikuwa anarejelea moja kwa moja mwenendo wao. Yaani mwenendo ambao ulikuwa kwenye kanisa au kuwa mwenendo ambao unafaa. Ni mwenendo ambao ulikuwa unasalishwa na tamaa zao. Tamaa zao walisopata kutoka katika mfumo wa ulimwengu. Na hizo tamaa ndio zinasalisha nini? Chuki, wivu, kunena vibaya, kila tendo baya. So mtu anakuwa ananena vibaya kwa mwingine, chuki, vitina, matendo hayo yote ni kuelekea wengine. Unakuwa unaelekeza kwa wengine. Unaelekeza kwa wengine. So alikuwa anarejelea mwenendo ambao ulikuwa ni mwenendo usiofaa mmoja kati ya mwingine. Mwenendo wa chuki, wivu, vitina, ambaye anasema kwamba unasaliwa kutoka katika tamaa ambazo wamezipata katika mfumo wa ulimwengu. Mfumo wa ulimwengu manake ni ule ulimwengu ambao ni wa matendo ya mwilini. So Yakobo 4:3, hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Kwa maneno mengine, kuomba vibaya katika muktadha wa maelezo ya Yakobo haihusiani na maombi au kutokupokea kutoka kwa Mungu katika maombi. Narudia, Yakobo 4:3, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya. So tuangalie, kwa sababu tunamalizia hili somo hapa, yaani tunaelekea kumaliza. Mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. So kwa maneno mengine, kuomba vibaya katika muktadha wa maelezo ya Yakobo haihusiani na maombi. Nakumbuka anasema hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Kwenye muktadha, yaani wakati unasoma kwenye muktadha wa Yakobo, maelezo yake haihusiani na maombi au kutopokea kutoka kwa Mungu katika maombi. Huyu Yakobo ndiye anafundisha hivi: Mungu anapokuwa anatoa haangalii makosa. Ama maji unatanganya.
huyu Yakobo, ukisoma Yakobo sura ya kwanza, si ndio? Anazungumzia kwamba Mungu anapokuwa anatoa, mtu mwenyewe anaweza akajisuia kupokea kwa sababu ya nia mbili. So anasema Mungu tafuti makosa, haangalii sababu ya kutokupa wewe. Unajua sisi wanadamu tunaweza tukaangalia sababu tukasuilia, lakini Mungu haangalii sababu. Anatoa kwa wote, wema na wabaya, si ndio? Uwe umeamini, uwe uchaamini. Kwani wakati Yesu aliponya, alikuwa anaponya wenye haki? Alikuwa anaponya watu ambao ni wenye dhambi, kuonyesha kwamba Mungu anatoa kwa wote, wema na wabaya. So kama tutasema kwamba, na tukisoma namba Yakobo 4:3 kwamba hata mwaomba wala hampati. So tukichukulia kwamba wanapoomba hawapati majibu ya maombi yao, tukisema hivyo, alafu anasema kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumia kwa tamaa zenu. Maana hii inaweza tafsiriwa kwamba tukitafsiri kawaida yetu kwamba hata mwaomba wala hampati, kwamba mnaomba lakini hampati kutoka kwa Mungu kwa sababu mnaomba vibaya ili muvitumia kwa tamaa. So tunaweza watu wengine wanaomba, alafu utaambiwa kwamba wakati unaomba kasi, unakuwa umejiuliza kwa hiyo kasi Mungu ana sehemu gani pale? Kama Mungu hana sehemu katika hiyo kasi, manake hautapata, unaomba vibaya. Haya si kile Yakobo alifanya nini? Alimaanisha. Lakini huu mstari ukisoma kwa haraka, unaweza ukachukulia vitu kama hizo na utakuwa umefasiri vibaya maandiko. Haleluya. So kama tutasema kwamba ati mnaomba vibaya ndio sababu hampati, Mungu anaangalia maombi yenu, mnaomba vibaya ndio sababu anaangalia mna vitina, mna makosa, mna chuki, Mungu hawezi wapatia, Yakobo atakuwa anajicontradict, kwa sababu yeye mwenyewe anasema kwamba kila wakati ambapo Mungu anatoa bila kuangalia sababu za kuzuia. So wakati unaomba, uwe umekosea, uwe kuna jambo umefanya jambo mbaya, wakati unaomba kuwa na focus kwamba napokea kutoka kwa Bwana. Haleluya. Mungu asuili. Maana Mungu angekuwa anasuilia kusema ukweli. Na hebu maji sika mmeshaichuuliza. Watu ambao wanafundisha mafundisho kama hayo kwamba Mungu anasuilia kwa sababu ya makosa ya watu. Kwani wewe hujawahi ona mtu kabisa ukajua huyu jamaa na makosa, lakini jamaa anaendelea kupanuka? Baba anashindwa, kwani Mungu amuoni na yeye? Na ndio tunafika mahali tunasema huyu Mungu wakati mwingine anashangaza sana. Fulani hastahili hata kupata. Ukiangalia wale wanakando wanastahili kupata kutoka kwa Mungu. Mara nyingi ni kama hawapati. Ndio hawapati. Lakini wale ni unaangalia unasema hawastahili. Hao ni kama ndio wanapata mikono. Baka ndio sababu tunafika wanasema unajua watu ambao hawaamini Injili wanabarikiwa sana na sisi hatubarikiwi. Pale Mungu angalii kwa vile sisi tunavyoangalia. Haleluya. So hapa mwandishi hakuwa anamaanisha kwamba hakuwa anaongelea maombi au kutopokea kutoka kwa Mungu katika maombi. Hicho si kila ambacho alikuwa anamaanisha. Bali alikuwa anaelezea ukweli kwamba mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha katika neno lililoandikwa. Nisome pole. Nini mwandishi alikuwa anamaanisha? Alikuwa anaelezea ukweli kwamba mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha katika neno lililoandikwa au uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo. Mwandishi alikuwa anaelezea ukweli kwamba mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha katika neno lililoandikwa
au uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo (kiumbe kipya au mwana wa Mungu aliyeumbwa na Mungu kama mwema na kamili. Alikuwa anaelezea ukweli kwamba mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha katika neno lililoandikwa au uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo (kiumbe kipya au mwana wa Mungu au aliyeumbwa na Mungu kama mwema na kamili. Narudia tena. Hizi verses tunasoma za Yakobo 4. Anaposema, ukisoma kuanzia 1 mpaka 3, anasema hata maomba wala mpati kwa sababu maomba vibaya ili mtoe. So alikuwa anaelezea ukweli kwamba mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha, katika neno lililoandikwa au uhalisia, hajazoeshwa katika uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo (kiumbe kipya au mwana wa Mungu au aliyeumbwa na Mungu kama mwema na kamili), atakuwa na matamanio mabaya ya makomfi na mapikano wifu, usuta. Acha nienda polepole. Mwandishi alikuwa anaelezea ukweli kwamba mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha katika neno lililoandikwa au uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo (kiumbe kipya au mwana wa Mungu ama aliyeumbwa na Mungu kama mwema na kamili), atakuwa na matamanio. Huyu mwamini mwenye hajazoeshwa katika kile nimetaja, atakuwa na matamanio mabaya ya makomvi na mapikano wifu, usuda, chuki, kutosamehe na kila tendo baya. Na ataenenda na atafanya hivyo kwa waamini wengine, na matokeo yake itakuwa ikienda kwa wengine. So mwamini ambaye hajazoeshwa vya kutosha katika neno lililoandikwa au uhalisia wa yeye ni nani katika Kristo (kiumbe kipya, mwana wa Mungu au aliyeumbwa na Mungu kama mwema na kamili), atakuwa na matamanio. Mtu ambaye hajazoeshwa katika uhalisia wa yeye ni nani ama katika neno la Mungu atakuwa na matamanio mabaya. Matamanio mabaya itatoka kwenye nia yake ambayo itaelimishwa. Matamanio mabaya ya makomvi na mapikano, ambapo makomvi na mapikano naongelea wifu, usuta, chuki, kutosamehe na kila tendo baya kuelekea waamini wengine. Mambo kama haya huwa inaanza kusalishana na kusambaa. Unakuta mtu alikuwa mzuri ameambukizwa. Ndio Paulo anasema chachu kitoko inachajua tonge nzima. Ukitembea na watu wabaya unakuwa mbaya tu pia wewe. So mtu ambaye hajazoeshwa katika neno lililoandikwa au katika uhalisia wa yeye ni nani, atakuwa na matamanio mabaya ya makomvi na mapikano. Atasalisha wifu, usuta, chuki, kutosamehe na kila tendo baya kwa waamini wengine. Haleluya. Amen. Kwa waamini wengine. So Margaret, umeelewa ni kwa nini watu kanisani wanaweza enenda mwilini? Si nimesema hapa, mtu ambaye hajazoeshwa katika neno lilo na katika uhalisia wa yeye ni hata yeye mwenyewe ajui kama yeye ni mwana wa Mungu, ajui kama ni kiumbe kipya. Si nimevitaja? Muamini kama huyu tumesema atakuwa na matamanio. Ndio unaona Paul anazungumzia hizi vitu zitatoka kwenye tamaa sehemu, si ndio? Atakuwa na matamanio, atakuwa na misukumo. Matamanio haya ama hizi tamaa zinatoka kwenye nia yake, kwenye moyo, si kwenye roho yake. So moyo wake utakuwa na utakuwa na misukumo
kutoka katika ulimwengu wa mwilini. So ataanza kuleta wivu, chuki, kutosamee. Yaani unakosewa, unakuwa na moyo mgumu. Wewe samee mwingine. Wewe unakuwa na moyo mgumu kweli kweli. Kuachilia noma. Ni kwa sababu hujasoeshwa katika neno. Ndio sababu Biblia ina mpango wa Mungu tangu mwanzo ni watu wakae madarasani wajifunze neno la Mungu. Haleluya. Wafundishwe vya kutosha. Ukweli ni huu, sikiza leo. Kwenye mpango wa Mungu hajapanga watu wafundishwe 40 minutes. Mpango wa Mungu ni watu wafundishwe Yesu anaposema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu na kuwafundisha yote niliyoamuru. Wafundishwe 10 minutes. Mungu mwenyewe anajua kuna vitu vitakukarimu 10 years ndio kuja kujua. So Mungu anakutarajia kukaa kwa darasa mpaka usikie makalio imewaka moto. Watu ambao wanafikiria ati ukikaa kwenye darasa mwalimu amalisi ati Mungu atakuhurumia. Sahau. Mjinga anafikiria hapa Mungu atatuhurumia, aanza kumuonea mchungaji vibaya kwa sababu ametukalisha sana. Ni mpango wa Mungu ukae mpaka uanguke chini. Ni mpango wa Mungu unaomba mpaka unasimia kwenye maombi. Yesu anaomba mpaka jasho linamtoka kama damu. Alafu wewe unafikiria wewe unataka tu kuomba ukikula raha, vipi? Tunaika leo kuuliza. Kama Ezra walikuwa wanachambua vitabu 5 za Musa. Walichambua asubuhi mpaka jioni. Sisi tunachambua vitabu 66. Sisi tunachambua vitabu 66 kwa 40 minutes. Wewe unaenda tu unasoma page moja, and Jesus wept. Ati ndio nataka kuhubiri hiyo. Sikiza, mpango wa Mungu anaposema enendeni ulimwenguni mote, anamaanisha hawa watu mnaenda kuwatafuta nje, mnawaleta kwenye tarasa, muwaingishe matarasani, muwaweke shuleni kwenye matarasa, waanze kukula shule, muwapike somo kweli kweli. Injili itembee. Hebu sikiza. Hizi shule zetu za kawaida, ukishapeana mtoto, hebu ni mtoto kila saa kienda nilichapwa hapa. Kila saa kienda nilichapwa hapa. Na wewe unamhurumia tu. Atasoma. Mpaka ifike mahali umwambie mwalimu ana right siku zote. Wewe tu ndio ulikosea, wachana mwalimu. Lakini ukianza kudefend mtoto, ama unamwambia mwalimu hawezi kuchapa bure. Mwambie mwalimu ulikosea ndio sababu. Mlikuwa mnacheza darasani. Ujue leo hii kuna mchezo ati kanisa likikaa, kuna mwingine anaenda anamwambia mwingine, wewe kanisa linaanza kukaa sana. Inaanza kukaa sana. Watu watapoeka, moto utasimika, watu watatoka kanisani. Ama wanaanza kutoka nje ndio mchungaji ujijazie. My friend, mtoto akishinda shule siku yote ulalamiki. Hata wewe mwenyewe ukienda kwa mkutano usio kuwa wa Injili, wewe mwenyewe ulalamiki. Wakitoa hela unakaa ukingojea. Mahali ambapo watu wanahitaji kukaa zaidi ni kanisa. Maana baraka yetu imejikita kwenye kasi ya Mungu. Furaha yetu imejikita pale. Mashangilio yetu ni katika kasi yake. Our mission ni kumtumikia yeye. Hatuna kasi nyingine. Licha kwa kuna kazi zetu za kuleta hela, lakini kasi kubwa. Hebu sikiza, wakati utatoka mwilini, wakati tutakuwa tunatuswa, tunapewa malipo, tunapewa pole, hautauliswa kasi ya mwilini,
ulioa mke mzuri sana. Ulizaa watoto wazuri kweli, ulijaza dunia. Utayakuta malipo itakuwa inahusiana na mission ya Mungu duniani kwa. Utaulizwa ulikuwa na wanafunzi wangapi? Uliwafundisha nini? Walijua nini kunihusu? So tunapima kazi tuone kama itapita kwenye moto au itateketea. Hautaulizwa ulisoma mpaka wapi, ulipata PhD, sijui bachelor, sijui nini, ulikuwa profesa, ati ulikuwa engineer, ulikuwa na manyumba duniani. Yaani kuna watu by the way wataipika kama hivyo, ndio watangojea. Ati nilikuwa na wanafunzi, sasa unajua umeinua shingo juu. Nilikuwa na wanafunzi 5,000. Nilifanya kazi nzuri. Swali tu rahisi. Uliwafundisha nini? Uliwafundisha? Kwa sababu hapa tumesema mwamini ambaye hajasoeshwa katika neno la Mungu lililoandikwa na kusoeshwa katika yeye ni nani, katika uhalisia wake katika Kristo, atatembea mwili. Alafu unaulizwa, na watu wako sinaona walitembea tu mwilini siku yote. So wanafunzi wako baada ya kuwakusanya, kazi nzuri uliwafundisha nilio kwa Mungu wewe, afu kazi iteketee. Ndio sababu Paulo anasema hata yeye ako mbioni kweli kweli, anafanya bidii ili asikose. Anaposema ili na yeye asikataliwe, maanake asikose. Wengine wanatuswa na wewe unaambiwa hauna kitu. Alafu wanafunzi wote 5,000, alafu wanaambia hamna kitu. Paulo anaposema nimelinda imani, nimepika vita vizuri, maanake hakukeusa neno, hakupatilisha neno, licha kila changamoto, alistiki katika neno ambalo limeandikwa. Haleluya. Glory to God. So tulikuwa tumefika wapi? So hivyo basi inatosha kusema kwamba kauli kuomba vibaya, hii kauli anayesema kuomba vibaya ni sawa na kutamani vibaya. Ni sawa anaposema hii kauli yenye tuliona kwa Yakobo, anasema kuomba vibaya. So kuomba vibaya si maombi mabaya. Kauli kuomba vibaya ni sawa na kutamani vibaya. Mnajua kuna tamaa nzuri, si ndio? Mnajua hivyo chameni. So hii ni kutamani vibaya na kutembea kinyume na uhalisia wa mwamini ni nani katika Kristo. Kauli mwaomba vibaya ni kutamani vibaya na kufanya nini? Kutembea kinyume na uhalisia wa mwamini ni nani katika Kristo. So hayo tunaelewana kwamba Biblia bila study utakosea, si ndio? Maana mwaomba vibaya, ukweli ni kwamba bila study utapaki kusema watu tuombe vizuri. Kuomba vizuri itakuwa ni kuomba aje, si ndio? Itakuwa ni kuomba. Kwa mtu akikuuliza tufundishe kuomba vibaya na utufundishe kuomba vizuri ili tuwe tukiomba kwa sababu unajua unaweza waje tuseme si wengi wanaomba Kiswahili, si ndio? Ama Kisungu. Unajua unaweza kuwa unaomba Kiswahili, acha tuseme hivi.
Wangapi wanapokuja kanisani huwa wanaomba? Sasa ile tu umeingia kanisani, ukitokea huko unaomba. Ana maanisha wakati unatoka nyumbani unakuja sasa umeingia kanisani. Unaketi unaomba. Unajua unaweza ukawa umeingia ukaomba, lakini si katika kila ambacho Mungu angetarajia uombe. Haya, umeingia kanisani, kaanza kuomba, na Mungu alitarajia unapoingia kanisani kuna mambo Mungu anatarajia unene kwa ajili ya hiyo ibada. Na hiyo umeingia kanisani ukasema, Bwana, leo nimekuja hapa, shida zimekuwa mingi, siku yote nimetembea, wiki limekauka, yaani Mungu kama unioni kabisa, mimi hata nimekata tamaa. Lakini si bado ni maombi. So Yakobo hakuwa anafundisha namna hiyo kwamba kuna maombi watu wameomba vibaya. Alikuwa anazungumzia kila ambacho kinatokea ama mwenendo ambao unatokea kwenye kusanyiko na mahala pale. Haleluya. Hivyo basi Yakobo 4:5 haikutumika na Yakobo kufundisha maombi. Hiyo unaweza andika Yakobo 4:5 haikutumika na Yakobo kufundisha maombi. Hakuwa anafundisha maombi. Hakuwa anafundisha prayer. So matumizi yake kama ilivyofundishwa na Yakobo yalikuwa ni kufundisha na kumwelekeza mwamini kutembea katika pendo. Hicho ndio alikuwa anafundisha. Matumizi yake kama yalivyofundishwa na Yakobo yalikuwa ni kufundisha na kumwelekeza mwamini kutembea katika pendo. Hicho ndio Yakobo alikuwa anafundisha. Watu watembee katika pendo. Kutotembea katika upendo ni wakati tunatembea mwilini. So hii inaelezea kwa nini Yakobo katika kuzungumza kuhusu kuombeana katika sura ya 5 pia alisisitiza umuhimu wa kurejesha uhusiano miongoni mwa waamini kutembea kwa upendo pia. Hii inaelezea kwa nini Yakobo katika kuzungumza kuhusu kuombeana katika sura ya 5 pia alisisitiza umuhimu wa kurejesha uhusiano miongoni mwa waamini kutembea kwa upendo. Tusomewe Yakobo 5:14 mpaka 10. Yakobo 5:14 mpaka 16. Yakobo 5:14 mpaka 16. 14 inasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi na awaite wazee wa kanisa. So nani anafaa aite? Huyo mwenye hawezi ndiye anafaa? Huyo mwenye hawezi ndiye anafaa? Wazee watajua kama hujawaita? Wakati mwingine wakati mwingine tuangaliange maandiko. Mtu anakuwa mgonjwa alafu anatarajia tu watu waende. Hapa unaambiwa uite wewe ndio unafaa. Jameni bwana, nimefinyika huku, ukitoka kanisani mpitie huku. Haya. Endelea. Na wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. 15. Na kule kuomba kwa imani atamuokoa mgonjwa yule. Kuomba kwa imani. Na Bwana atamuinua. So yule ambaye hawezi manake ni mgonjwa. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi,
na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Anasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waita wasee wa kanisa na wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamewa. Ikiwa amefanya dhambi Bwana, Ndugu. katika ndugu kwa ndugu So wakati mwingine kuna mambo tu mnaweza mkafanyana, alafu ikakupelekea ukawa ukachingisha kwenye hali fulani. Unajua unaweza pata, unaweza ukaumia moyo wako na ukaadhiri mwili wako tu kwa sababu ya makombi fulani, si ndio? Lakini ndugu wakikuja mkaongea pamoja, wakakuombea, mkasameana, unapona, si ndio? Sisikia shuhuda ya mchungaji mmoja. Akasema alikuwa mgonjwa sana. So akahudhuria mkutano, na ndani mkutano kwa aliagizwa waende kusameheana. So akaenda tu akasamehe. Alikuwa na grudge sijui na mchungaji mwingine. So alikuwa na grudge, so akaenda akamwambia mchungaji, mimi nikusamehe, nimekuachilia. Nije mgonjwa alikuwa naye akapona. Naelewa sasa. Alafu anasema sana anaposema hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. So si mkitaka anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. So ni nani wanasameana? Si ni nyinyi? Sio Mungu alishakusamehe. So kile kimepaki ni sisi tunapokosana tunasamea. Alafu anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Narudia, unajua mnaweza kosa ubisikia. Kuna hivi vitu vitatu. Ukikosana na wasasi wako, wasasi wa mwili, ukikosana na kanisa, wasasi wa rohoni, ukikosana na mke wako ama mtu yani mwenza wako, unajua hivi vitu vitatu vina nguvu sana. Unajua ukikosana na wasasi wako wa mwilini inaweza kusababisha ukakonjeka. Unajua ukikosana na kanisa unakosa amani. Yaani unakosa amani kabisa. Ukikosana na mwenza, unajua rafiki unaweza pata rafiki. Rafiki tu utapata rafiki. Hapa kwa mwenza najua wengine hamjafikia huko, lakini mtafika. Wakati unakosa amani unaweza konjeka. Kuna mtu mmoja alisema hivi. Huyo mtu sitamtaja. Anasema mzee wake alikuwa hawako pamoja ama kulikuwaje. So mzee alikuwa mgonjwa kabisa, ile mgonjwa mwenyewe. Alikuwa mgonjwa kufa yani. So bibi aliposikia akakuja. Alipokuja si amekuja kwa kina mzee. So akakaa akaongea. Mzee ni mgonjwa kufa. So mama hakuenda. So akaenda kumkalisha mgonjwa. Kufikia asubuhi mgonjwa amepona. Yaani tulikuwa uponyaji tu rahisi. So nikisema kufikia asubuhi si kwamba unanielewa. Alikuwa daktari. Yaani kufikia asubuhi mgonjwa ako sawa na akapona. So kuna huyu mwandishi anajua chenye anaongea. Ukikosana na mchungaji wako
Ni rahisi sana kukonjeka. Kabisa. Kabisa. Maana unanga amani kabisa, unapoteza amani kabisa. Kukosana na wazazi waliokuzaa. Hiyo kitu inakukosesha amani. Unajua unaweza konjeka mpaka unless kuwekwa na mtu atakayetambua hili, akwambie wewe umekosana na wazazi wako na mnahitaji kusamehe. Uenda mfunguane, usamehewe, uachilie. Na kweli ukifanya hivyo, unasikia moyo wako umefanya nini? Umefunguka na uko free. So inaonyesha kwamba kanisani watu wanaweza, magonjwa inaweza ikacha kanisani kama kuna mtendeo usiofaa, si ndio? Ndugu kwa ndugu wamekosana, inasababisha unaenda unakonjeka, unakosa amani. Bwana atusaidie. Haleluya. Yenyewe si rahisi. So hii yenye Yakobo anaongelea hapa ni sawa na maelekezo ya kitume katika nyaraka. Hebu tusome Warumi 12:9.